Karibu kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki uendelee kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini pia unaweza kuwashirikisha marafiki unaowapenda. Washirikishe mafundisho haya marafiki unaowapenda ili na wao pia waweze kusaidika. Na ukifanya hivyo Mungu atakubariki, atakuinua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unasema kwamba ndivyo alivyokuwa. Ndivyo alivyokuwa. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Ndivyo alivyokuwa. Ndivyo alivyokuwa. Sasa nini nataka kujifunza kwenye mafundisho haya? Mambo ya msingi ambayo tunataka kujua kwamba mazingira huwa yanaweza kumshape mtu. Mazingira huwa yanaweza kumshape mtu, kumfanya mtu aishi maisha fulani. Hali alionayo mtu huwa inaweza kumfanya mtu aishi maisha ya kuigiza. Maisha ya kuigiza. Hali alionayo. Kuna watu wengine wanaonekana kwamba ni wanyenyekevu sana. Wanyenyekevu sana, wanaonekana watu wanyenyekevu sana. Kumbe ni hali ngumu ya maisha walionayo. Sivyo walivyo. Sivyo walivyo. Kuna watu wengine ambao wanaonekana wazuri sana kwako. Lakini kumbe wanatafuta tu vitu vyako. Sivyo walivyo. Hivyo unavyoona ni wanaigiza, sio wao halisi. Sio wao halisi. Na kwa nini Roho Mtakatifu anataka tujifunze kitu hiki? Kuna maneno ambayo watu wanazungumza mitaani kwamba pesa huwa zinabadilisha watu. Angalia jinsi zilivyomfanya fulani. Angalia jinsi zilivyomfanya fulani. Lakini ukweli ni kwamba pesa huwa haimbadilishi mtu. Lakini pesa huwa inamfunua yeye halisi. Yeye halisi. Mtu anapopata pesa, vitabia vilivyokuwa vimejificha vinawekwa wazi. Vinakuwa wazi. Vinakuwa wazi. Kwa jinsi mtu anavyoonekana anapokuwa na pesa, ndivyo alivyokuwa alipokuwa hana pesa. Kilichokuwa kinapelekea awe vile, aonekane mzuri vile, ni kwa sababu ya hali ngumu alionayo. Ni kwa sababu ya umaskini alionao. Kwa alikuwa anaishi maisha ya kuigiza. Kumbuka tunajifunza kwamba ndivyo alivyokuwa. Kwa unapoona mtu anapopata pesa amebadilika. Amebadilika, amekuwa mtu wa ovyo. Haimaanishi kwamba pesa imembadilisha. Lakini ndivyo alivyokuwa hata kabla hajawa na pesa. Ndivyo alivyokuwa hata kabla hajafanikiwa. Ndivyo alivyokuwa. Isipokuwa mazingira yalimfanya aweze kuishi maisha ambayo maisha ya kuigiza. Hali alionayo ilimfanya aweze kuishi maisha fake ambayo sio ya kwake. Kwa hivyo anavyoonekana sasa baada ya kuwa na pesa, baada ya kufanikiwa, ndivyo alivyokuwa. Isipokuwa hizo tabia zilikuwa zimefichwa na hali ngumu ya maisha. Ilibidi aishi maisha ya kuigiza, aonekane kwamba ni mnyenyekevu, aonekane kwanza ni mtu mzuri, ili angalau aweze kusaidika. Aweze kusaidika. Aweze kusaidika. Kwa yoyote ambaye sasa hivi ana tabia za ovyo ovyo ambazo hakuwa nazo kabla ya kuwa na pesa, kabla ya kuwa na mafanikio alionayo sasa, haimaanishi kwamba pesa ndio imembadilisha. Huyo mtu ndivyo alivyokuwa. Alikuwa wa ovyo ovyo hivyo hivyo. Isipokuwa ovyo ovyo wake ulikuwa umejificha kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Haiwezekani akawa na kiburi wakati anahitaji msaada. Haiwezekani akawa jeuri wakati anahitaji msaada. Kwa sasa anaonekana jeuri, inaonekana kwamba pesa imembadilisha. Pesa nyamari, alikuwa jeuri hivyo hivyo. Alikuwa na kiburi hivyo hivyo. Alikuwa wa ovyo ovyo hivyo hivyo. Alikuwa na tabia za ufuska hivyo hivyo. Isipokuwa hali aliyokuwa nayo ilimfanya aishi maisha ya kuigiza. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, yote alivyo sasa baada ya kupata pesa ndivyo alivyokuwa hata kabla ya kupata pesa. Isipokuwa tabia zake zilikuwa zimejificha. Kwa mafanikio huwa inaweza kumfunua mtu halisi. Mtu kama na kiburi inawezekana kwa sasa akiwa na hali ngumu usimtambue.
Na ndio maana ni kuomba Mungu siku zote akufinyange na kukufanya jinsi yeye apendavyo. Vitabia visivyofaa, vitabia ambavyo vitafanyika kama vikwazo vya mafanikio yako, hivyo vitabia na viondoke ndani yako. Hivyo vitabia na viondoke ndani yako, kiburi na kiondoke ndani yako, majivuno na yaondoke ndani yako, yaondoke ndani yako. Kila roho ambayo inaweza kukufanya wewe usiwe na mafanikio ya kudumu, hiyo roho na iondoke ndani yako. Hiyo roho na iondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho haya, basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kuwashirikisha marafiki zako mafundisho haya na maisha yako yatabaki jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu.